Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia ni mbali. Karibu. Asante. Nikusaidie nini? Ngoja chukua ufunguo wa dukani. Kumbe ndo wewe. Kwanza nikikuangalia kuanzia juu mpaka chini, sio mwizi wewe kwenda kuiba vitu vyetu kule dukani. Samahani dada yangu. Bila samahani. Okay, sawa. Mimi ni rafiki yake Jennifer. Na Jennifer najua anafanya kazi nyumbani kwako. Nilijaribu kuja nyumbani kwako ili niweze kuongea na Jennifer. Kwa sababu Jennifer alikuwa mpenzi wangu kijijini na tuliwekeana ahadi nyingi za kuoana. Ila alivyofika hapa mjini amebadilika. Kwa sababu wewe ni mwanamke mwenzake, na hizo unaweza kunisaidia. Kwa sababu nilivyokuja kwako nilifukuzwa kama umbwa. Nilimkuta mume wako akawa hataki kunisaidia chochote, akanifukuza kama umbwa. Labda nikukatishe kidogo. Ina maana ulikuja hadi nyumbani kwangu kumtafuta Jennifer? Yeah. Mimi si mlaumu mume wangu, ni haki ya kufukuze kwa sababu ushajua Jennifer anafanya kazi za ndani. Kwa nini ukurupuke kuja nyumbani kwangu? Kwani utaweza mahesabu ya dukani wewe? Au umekuja tu kuchezea vitu vyetu? Ndio. Kwanza nikikuangalia juu mpaka chini, hivi kweli wewe unaweza mahesabu yetu kweli? Au ndo utaenda kuongoza biashara zetu kweli? Sasa sikiliza, na kukabidhi huu ufunguo. Ole wako tuingie shoti dukani, alafu kaa ujue mimi ndo malkia wa hii nyumba. Unavyoingia humo ndani uingie kistaarabu. Hii nyumba ni ya kwangu, sawa? Nadhani umenielewa vizuri. Sawa, nimekuelewa. Na yeye labda alihisi kama unataka kufanya nyumbani kwangu kama iwe dangulo, ndio maana alikufukuza vile. Lakini ungenitafuta mimi ningekusaidia, lakini mume wangu hawezi kukusaidia. Na jua ananikosea, ila samahani. Kilichosababisha nije nyumbani kwako, nilikutana na Jennifer njiani. Alikuwa anatoka siwe sokoni, nikaongea naye. Ila nikaona kama anielewa hata kidogo. Na Jennifer tulishawekeana hadi nyingi kule kijijini ya kuoana. Kwa hiyo nikasema ngoja nimwache kwanza. Nitapeleza nyumbani kwake anapokaa, angalau nifike nyumbani kwake. Kwa hiyo ndio maana nikachukua maamuzi ya kuja nyumbani kwako. Shida yako ni nini haswa? Unataka kwa Jennifer msaidie? Sikiliza nikwambie binti. Sisi hapa nyumbani hatutaki mchezo na hatuhitaji wezi. Kwa hiyo kama unaenda kufanya kazi, kafanye kazi kweli. Na ole wako tuingie shoti. Alafu mimi ndo bosi wa kusimamia miradi yote ya pale madukani. Nafikiri umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Sawa, unaweza kwenda. Jennifer ni mpenzi wangu, tulishawekeana hadi nyingi za kuoana. Kwa hiyo nilikuwa naomba nisaidie kuongea naye. Vizuri sana. Hilo niachie mimi. Uzuri nimefika kwangu mimi, nitafanya kazi. Okay, sawa. Endapo kinisaidia nitashukuru. Haya, sawa. Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia ni mbali. Hai nilivyotafuta mali zangu, nilivyozipata naye. Karibu rafiki yangu, hapa ndio nyumbani. Asante. Ndio maana nimekuwa rahisi kufika. Maana sio mbali. Ndio, sio mbali. Vipi? Mwanaume wangu alikuwa anakuja hapa? Ndio, anakujaga hapa, yani ashawahi kuja mpaka hapa nyumbani kwangu. Na nikamfukuza, nikampotelea mbali. Akaondoka. Hao wanaume wana mambo ya ovyo hao. Ninamhudumia kila kitu lakini haliziki. Sinifanye nini? Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia ni mbali. Hai nilivyotafuta mali zangu, nilivyo
nilizozipata naye anazitaka maisha yangu, anayataka hayo nilivyozichuma na meza bila kutafuna. Mke mdogo, mke mdogo, mke mdogo, mke mdogo. He, nilikwambiaje? Nilikwambia ukiingia humu ndani lazima utoe taarifa. Wewe unaingiaje kama unaingia chooni? Hamna, nimemaliza kazi kule dukani, kwa nimeleta ufunguo. Nilikueleza nini? Hii nyumba kwamba ni ya kwangu, ione kama hii ni Ikulu, sawa? Unatakiwa uingie humu ndani kwa taarifa maalum. Sawa, hamna shida. Vipi, mwanaume wako ndo mtaoana ama mtaendelea kuishi tu hivyo hivyo? Shoga yangu hata sijui, yaani ila ipo siku tu tutaoana, maana mwanaume mwenyewe alikuwa anipendi. Kwa hiyo mimi niliforce tu kumpenda, maana alikuwa anahangaika sana na mapenzi. Kwa hiyo nikaamua tu kumtuliza, ila ipo siku tutaoana. Basi sawa shoga yangu, ila nikuombe kitu. Sawa, kitu gani? Samahani. Samahani. Ushasahau kwamba mimi nilikwambia mimi ndo malkia wa hii nyumba? Hasa nakwambia leo hii iwe mwanzo na mwisho. Unatakiwa kwanza ukiwa unakuja huku unapiga simu, toa taarifa kwanza ili nijue ndo unakuja nikupokee. Sawa? Jenifa, mbona makelele humu ndani, kulikoni? Dada, mfanyakazi wetu ameleta ufunguo wa dukani. Mfanyakazi wetu? Ndiyo, mfanyakazi wetu ameleta ufunguo wa dukani. Na wewe nani humu ndani? Sina wewe ni mfanyakazi? Leo unamuita mwenzio mfanyakazi? Mwanaume wangu akiendelea kukufuatilia tena, usisite kuniambia. Hamna shida. Mimi akinisumbua tena nitakwambia. Sawa shoga yangu, mimi nilikuwa napita tu hapa kwa sababu vile ulivyonielekeza nikaona leo nimepata chance, ngoja nije nipite tu hapa. Haya, karibu tena. Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia ni mbali, hayo nilivyotafuta. Madam, kumbe leo mfanyakazi? Ndio, ni mfanyakazi wa humu ndani. Nashangaa na kuita wewe mfanyakazi. Hizo funguo zimekuwaje? Mimi malkia, mimi mwenye nyumba. Unasemaje wewe? Hamna, nimeleta ufunguo. Haya, chukua ufunguo. Haya madam, siku mwema, mimi naenda. Anazitaka maisha yangu, anayataka hayo nilivyozichuma. Haya, na wewe mwenye mdomo kacha chandu wewe, nimekusikia kila kitu, mara mimi malkia, mara nyumba yangu, mara nini. Haya, naona umeanza kutawala hii nyumba, si ndio Jenifa, ukome ukomae na ukome kumuita mwenzio mfanyakazi. Kumbuka nawe ni mfanyakazi wa ndani na umetolewa kijijini, una maisha magumu. Sasa hivi umeanza kupata 200, unaanza kuita wengine wafanyakazi. Chunga mdomo wako na iwe mwanzo na mwisho.